Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ninawakaribisha tena katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ndugu zangu katika Kristo, tukiwa katika nyakati hizi za mwisho ambapo mambo yanaelekea ukingoni, na tukitarajia kwa habari ya unyakuo wa kanisa na ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo kurejea tena kwa ajili ya utawala wa miaka 1000 mara baada ya ile ziki kuu. Ndugu zangu, ninayo mambo machache ambayo niko mbele zenu hapa kuwaasa. Kabla ya yote, usisahau kusubscribe na kushare channel hii ili tupate kuendelea kujifunza mafundisho mengi zaidi na zaidi. Ndugu zangu katika Kristo, neno la Mungu linatuambia kwamba yapo mambo ambayo Mungu ameyaweka katika mipango yake mwenyewe na ratiba zake mwenyewe, kwa habari ya unyakuo, kwa habari ya ziki kuu na kwa habari ya ujio Yesu Kristo na utawala miaka 1000 kabla hatujafikia kwenye kiti kikubwa cheupe cha hukumu. Sasa kuna mambo ambayo nataka tu kuwasihi na kuwakumbusha watakatifu wa Mungu katika siku hizi za mwisho. Neno la Mungu linatuambia katika kitabu cha Mathayo sura ya 24. Ukisoma ile Mathayo sura ya 24, neno la Mungu limeweka wazi kwamba mstari wake ule wa 12, na kwa sababu ya kuongezeka maasi upendo wa wengi utapoa, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Katika siku hizi za mwisho na nyakati hizi za mwisho ambazo tupo, unaweza kuona kwamba maasi kweli yameongezeka, sio tu nje ya kanisa, hata ndani ya kanisa. Haya yote ni kuashiria kwamba ule mwisho umefika. Ukiangalia pia hofu ya Mungu imepungua ndani ya watu. Kuna kiasi cha maovu ya wanadamu kikizidi, Mungu huwa anachukua hatua, kama kipindi cha Sodoma na Gomora. Wakati Mungu anakwenda kuiteketeza, neno la Mungu linasema kwamba Mungu akasema, nitashuka nione kiasi cha maovu yaliyotenda. Kwa hiyo maovu yanapozidi kuongezeka, basi na upendo wa watu kumpenda Mungu unapungua ndani ya mioyo yao. Kwa upendo wa watu kupungua ndani ya mioyo yao kumpenda Mungu, upendo wa kupenda ibada, wokovu na kutenda matendo mema unapungua ndani ya watu katika siku hizi za mwisho. Kwa hiyo inatupa ishara ya kwamba inatuonyesha hizi ni nyakati za mwisho. Kwa hiyo ambapo saa yote na muda wote unyakuo wa kanisa unaweza kufanyika, japo wapo watu ambao hawaamini katika habari za unyakuo. Lakini mpendwa unaonisikiliza, nataka nikupe tahadhari moja. Unyakuo upo. Neno la Mungu halijidanganyi wala neno la Mungu halijipingi. Kitabu cha Thesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 16-17, neno la Mungu limeweka wazi kwamba Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni na mwaliko wa parapanda malaika mkuu. Waliokufa katika Kristo watafufuliwa, sisi tuliosalia tulio hai tutanyakuliwa. Neno la Mungu lenyewe limeweka wazi kwamba tutanyakuliwa. Paulo pia katika nyaraka zake za Wakorintho alisema, fumba na kufumbua utabadilika. Kwa hiyo haya sio mambo ya kusikiliza dini yako inasema nini. Tuiangalie neno la Mungu, Biblia inasema nini. Usiangalie dini yako inatamka nini, angalia Biblia imesema nini. Biblia imeweka wazi kwamba unyakuo upo. Yesu mwenyewe alisema, wawili watakuwa wamelala, mmoja atatwaliwa, mmoja ataachwa. Kwa hiyo mtu asije akakwambia unyakuo hakuna, na wakati Yesu amesema, nyaraka za Paulo zimeandika. Kwa hiyo hilo jambo, ndugu zangu, tukae nalo makini katika nyakati hizi za mwisho. Tujitahidi kuonyesha upendo wetu kwa Mungu. Nimekuja kukukumbusha kwa habari ili tu upendo wa wengi utapoa. Maasi yanapozidi kuongezeka, watu kumpenda Mungu kutapoa ndani ya mioyo yao, watu kutokupenda ibada, watu kuchukia ibada, watu kuchukia mambo yanayohusiana na Mungu, kuchukia kutenda mema kutapoa ndani ya watu. Kwa hiyo ukisoma mstari wa 5, Biblia inasema, lakini baadaye habari njema ya ufalme wa Mungu itahubiriwa katika ulimwengu wote kwa ushuhuda kwa mataifa yote, ndipo mwisho utakapokuja. Kwa hiyo tukiangalia sasa hivi habari njema zinahubiriwa kwenye mitandao kama hivi, kwenye YouTube, kwenye social media, kwenye Facebook, matangazo yanabandikwa kwenye mistimu, barabarani huko kuna matangazo mengi yanayoonyesha habari njema za ufalme wa Mungu. Kwa hiyo unakuja kugundua kwamba ule mwisho upo karibu kuja. Kwa hiyo siku na saa mimi na wewe hatujui, ila nimekuja kukupa habari hizi ili ujiandae kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Basi ninakubariki kupitia jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Tutaendelea kujifunza kwa habari ya masomo mbalimbali, unyakuo, ziki kuu, ishara za kinabii, kukauka kwa mto Frati. Tutaangalia mambo mengi. Kwa hiyo subscribe channel yetu ili tunapotoa mafundisho kama haya uwe wa kwanza kupata taarifa. Mungu akubariki.